watu wanapenda mafanikio ila hawapendi wewe ufanikiwe. Ukisikiliza katika stori utaona kila mtu anataka kufanikiwa, lakini hataki mmoja wao katika nyie mnayezungumzia mafanikio afanikiwe. Yaani kile ambacho watu wanachokisema mdomoni na kile kilichopo moyoni ni vitu viwili tofauti. Mtu anaweza kukuunga mkono kwenye jambo fulani la mafanikio akiamini kuwa hautafika mbali. Wewe ukiamini kuwa anakuunga mkono moja kwa moja anapenda ufanikiwe. Lakini unapoingia kwenye utendaji na dalili za mafanikio zinapoanza kuonekana, utaanza kuona anakuchukia, utaanza kuona anakukimbia, anakaa mbali na wewe. Maana yake alikuwa mnafiki, hakuwa na dhamira ya dhati kabisa ya wewe kufanikiwa, hakuwa anapenda wewe ufanikiwe, ila aliunga mkono akiamini kuwa huna uwezo wa kupambania hiyo ndoto, huna uwezo wa kufanikiwa. Ndivyo ilivyo hata katika makundi mbalimbali ya watu ambao ni maskini au ni watu ambao bado wanapambania ndoto zao. Mnapoongea kwa ujumla, kila mtu anaonekana kuwa anahitaji yatokee mabadiliko. Kila mtu anaonekana anahitaji mambo yabadilike, afanikiwe, apate pesa. Lakini cha ajabu sana, katika mmoja wao kwenye hilo kundi anapoonekana ameanza kusogea, utaona chuki zitaanza kuonekana wazi wazi. Ina maana kimsingi hawakuwa wanatamani kweli afanikiwe. Yaani wanayataka tu mafanikio kwa maneno, lakini wanayakataa kwa vitendo. Kwa hiyo kwa maneno inaonekana mko njia moja, wote mnapambana, mnatoa mafanikio, lakini kwa vitendo kumbe hapana. Maana yake ni nini sasa? Maana yake kumbe kile ambacho mnaongea kwa pamoja, wewe unapotoa mchanganuo wako, inaonekana watu wanaupokea tu kwa sababu wewe umesema, lakini wenyewe kwenye nafsi zao ndani hawaamini kuwa inawezekana kufanikiwa. Hawaamini. Ndio maana wanaunga tu mkono. Kwa sababu kama wangekuwa wanaamini moja kwa moja, wasingeanza kukuchukia, wasingeanza kukutenga pale unapoonekana wewe umefanikiwa. Wasingekuchukia, wasingekutenga, kwa sababu ndio kitu ambacho ingepaswa wafurahi. Ni watu wachache sana ambao wanaweza kufurahi wakifanikiwa, lakini walio wengi kwa maneno wanaonekana wanapenda, lakini kwa vitendo kwenye nafsi zao hawapendi mtu afanikiwe. Ndio maana unaweza kukuta katika jamii moja, watu wa mtaa mmoja, watu mnaoishi sehemu moja, mkijadili, mnaweza kujadili mambo mengi sana kuhusiana na pesa, kuhusiana na biashara, kuhusiana na mafanikio, kuhusiana na kilimo. Lakini mmoja wao katika wale akichukua hatua au wawili, unaona kabisa watu wengine wanaanza kumsema vibaya na kuanza kuonesha chuki. Yaani ni kama walikuwa wanaongea tu kama stori ya kawaida, lakini haikuwa mioyoni mwao. Kwa hiyo watu wanapenda mafanikio kwa maneno, lakini kwa vitendo wanakataa. Kwa vitendo wanakataa. Ukishaanza tu kufanikiwa, chuki zinaanza, wanaanza kusema vibaya. Ni kama watu wanapenda sana muda wote muwe kwenye mstari mmoja, muwe na aina moja ya maisha, muwe na kipato kimoja, muwe na mawazo aina moja, muwe mnaishi wote kwenye nyumba za aina moja, muwe mnavaa nguo aina moja, muwe mnakula chakula aina moja, muwe mnaendesha kitu cha aina moja. Wanataka kama pikipiki wote pikipiki, kama baskeli wote baskeli. Lakini ikionekana wewe una gari, maneno yanaanza, chuki zinaanza bila sababu za msingi. Utaanza kuonekana wewe unalinga, utaanza kuonekana wewe unawavimbia, utaanza kuonekana kwamba wewe una akili. Kwa nini umenunua gari ya kutembelea na ukununua la biashara? Wewe una akili, kwa nini umeanza kujenga nyumba ya kupangisha wakati nyumba ya kuishi una? Sasa hizo zote ni chuki. Kwa hiyo kwa lugha nyepesi, watu hawapendi wewe ufanikiwe. Kwa maneno wanakubali, lakini kwenye nafsi zao, ndani ya nyoyo zao hawapendi wewe ufanikiwe. Sasa nini maana yake? Nini kusudio langu? Nini ninachotaka kukuambia? Njia iliyopo bwana, ficha ndoto zako, ficha mawazo yako, ficha plani zako,
Ficha hata kiwango kidogo kinachoanza kuonesha uelekeo kuwa wewe unaanza kufanikiwa. Ficha wasione, ficha wasione, na wala hata usiongelee kabisa habari zinazohusu mafanikio mbele yao, wala usiongelee kabisa plani zako, mipango yako mbele yao, usiongelee malengo yako, usiongelee mbele yao, wala ndoto zako usitangaze mbele yao, kwa sababu kujua ndoto zako na kujua dalili ya mafanikio yako tayari kunafanya waanze kuziblock njia zako, waanze kukushambulia katika namna moja au nyingine, ili wakuvunje kiuchumi, urudi nyuma, mfanane. Kwa hiyo ndugu yangu, ficha mambo yako, usiseme. Kweli ni rafiki zako hao watu, kweli hao ni ndugu zako, kweli hao ni classmate wako, mlisoma nao kwenye darasa moja, ni kweli hawa ni wazazi, ndugu ya wazazi wako, lakini usiwaambie mipango yako. Ukianza kuwaambia mipango yako, wataanza kublock njia zako, wataanza kushambulia kile unachokifanya kwa namna moja au nyingine. Kwa hiyo pointi kubwa, watu hawapendi ufanikiwe, hawapendi uondoke kwenye kundi lao, hawapendi, wanakubali kwa maneno, lakini kwa vitendo wanakataa. Kwa hiyo usiwaambie, fanya mambo yako kimya kimya, wataona tu, mafanikio yako watayaona. Yakishafika level nzuri wataona tu, yakifika level nzuri wataanza kuyaona. Hapo tayari itakuwa hata mashambulizi yao hayatakuwa na maana sana kwako, kwa sababu tayari wewe utakuwa una nguvu kubwa, na hata hicho kitu atakachofanikiwa kuona itakuwa sio vyote ulivyonavyo, ni mojawapo tu ya vitu ulivyonavyo. Kwa hiyo hata kama watakishambulia hicho wanachokiona, bado kuna ambavyo hawajaviona, hawatashambulia. Ndugu yangu, hilo ndio jambo ambalo nilipenda kushare na wewe, nilipenda kujadili pamoja na wewe, ni jambo ambalo nilipenda ulijue. Nafurahi kukuona umefanikiwa, tuko pamoja. Mimi ni mpambanaji mwenzako, mimi ni mpambanaji mwenzenu. Kwa hiyo tunaendelea kukumbushana kwa kila hatua mpaka mafanikio yatakapopatikana. Asanteni sana.